Maana yake kuna celebration kubwa sana ambayo ligi kuu ilikuwa inarejea. Ni mechi ambayo imeonyesha kwamba hizi ni timu ambazo zilikuwepo kwenye ligi kuu msimu uliopita. Unajua namna timu ambazo zilikuwepo kwenye ligi, wachezaji wanakuwa na overconfidence, wachezaji wanajiamini, wanacheza mpira ule wa chini tunaozungumza, mpira wa kupasiana unauona, lakini pia unaona ile coordination, nazungumza link up baina ya wachezaji mmoja na mwingine. Ni miongoni mwa vitu ambavyo nilikuwa na vitazama kwenye game hiyo ya Pamba against Dodoma, nimeviona. Lakini ukiacha hapo, unajaribu kutazama mabadiliko ya technical bench ama uhusiano wa mabadiliko ya technical bench na namna ambavyo timu inavyocheza. Unajua Dodoma Jiji the last season walikuwa na mheshimiwa, ama unaweza ukasema one of the technical coaches, miongoni mwa makocha bora sana. Ni nani huyu? Unamzungumzia Amani Josia, one of the best coach. Lakini sasa hivi kuna mabadiliko ndani ya squad. Unaitazama timu alivyokuwa ameiunda, namna ilivyokuwa inacheza, alivyokuwa na uwezo wa kuwatumia wakina Willy Edgar, miongoni mwa wachezaji ambao they are best is none, wachezaji wazuri sana kwenye mikimbio. Kwa hiyo nikawa najaribu kuangalia kiufundi zaidi namna timu zinavyocheza, lakini pia kuangalia namna ambavyo timu zinaweza zikawa zimekuja na vitu vipya ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda kwenye ubora mkubwa. Bahati mbaya ama nzuri, wakati mechi ikiwa inaendelea, nikagundua vitu vichache sana, kwa maana kwamba timu hii mechi ya leo wengi sana timu zilikuwa na kushabiana kiuchezaji. Kulikuwa kuna mabadiliko makubwa sana ya kiuchezaji ambayo unaweza ukamwona mchezaji mmoja ama mchezaji mwingine ameweza kuyatumia, kwa sababu ukijaribu kutazama timu zote hizi zilikuwa na wastani bora mno wa namna umiliki wa mpira. Lakini ukiacha wastani bora wa namna umiliki wa mpira, ulikuwa ukijaribu kutazama namna ambavyo timu hizi zimeweza kuandaliwa kutoka kwenye uwanja wa mazoezi na namna ambavyo zinacheza. Of course leo kumekuwa na bato bora sana. Kilichoninufaisha zaidi ambacho mimi nimekifurahia kwenye mechi hizi mbili za kwanza kabla ya mechi ya Singida ambayo utakuja kuitazama, mechi ya kwanza ilikuwa na ushindani, imetoa magoli mawili. Nimeona tactical battles, miongoni mwa vitu ambavyo sikutarajia ningeweza kuviona. Lakini kwenye mechi ya pili ambayo imefanyika pale kwenye dimba la Sokoine hapa Mbeya, nimeona matumizi bora sana ya VS, kwa maana ya video support. Wakati goli lile walipata Geita, kuna mazingira makubwa. Wakati natazama kwenye watu wenye haki za matangazo, ulichorwa, niliona mistari miwili ilichorwa vizuri kabisa. Nikasema congratulations, ligi yetu inaendelea ku advance na kwa sababu unaona kuna mazingira bora sana kwenye ligi yanaendelea kuoneshwa, kwa maana kwamba hakuna tena manunguniko. Niliona benchi la fundi lijaribu kuorganize ukachorwa mchoro, nikaona kwamba Obley hakuwa ni sehemu ya watu ambao walikuwa wameotea. Kwa hiyo ukirudi kwenye mechi ya Dodoma, kule kulikuwa kuna ushindani ambao kumekwenda kuzalisha yale magoli mawili, lakini ni matumizi na mwanzo bora zaidi wa ligi yetu kuendelea kufanya vizuri na baadhi ya mechi kufuatiliwa. Mfano leo nimegundua pia kwamba ligi yetu ama wa Tanzania bado of course wanaendelea kupenda mpira. Mechi ya leo kulikuwa kuna watu wengi sana ambao walikuwa wanafuatilia hizi mechi kwa sababu najua mechi nyingi sana wa Tanzania wanasubiri mechi kati ya Simba na Yanga wakicheza na baadhi ya timu, lakini mechi ya mapema ya Dodoma, mechi ya saa 10 ya Geita na mechi ya sasa hivi ya Singida inayoendelea, wako baadhi ya watu wengi sana wanaendelea kufuatilia. Kwa hiyo kwangu mimi nilichokiona kwa Dodoma of course ni hicho, kwa maana kwamba watu kupambana zaidi na mbinu za walimu. Sijaona zaidi individual brilliance ya mchezaji mmoja ambako sasa hivi, kwa sababu baadhi ya mechi wachezaji hawajachanganya. Na naomba niseme kitu, kama kuna kitu ambacho wachezaji wanatakiwa kukitumia, wachezaji wa mbele ni sasa hivi. Ligi ikiwa iko mwanzo, eneo pekee ambalo huwa linachelewa kutengeneza muunganiko ni eneo la defense. Yaani eneo la defense linakuwa linachelewa kuunganika kwa sababu mwalimu anakuwa hajasort out moja wachezaji wa kucheza eneo hilo, lakini bado wanakuwa haja set out mfumo wa kucheza. Kwa hiyo eneo la defense linakuwa linafanya makosa makubwa sana. Sasa kama wachezaji wanaocheza eneo la mbele watakuwa bora kutumia mechi 3-4 za kwanza, nakwambia ndugu yangu, kuna uwezekano mkubwa sana magoli tukayashuhudia kwenye mechi 3 mengi sana, kabla mabeki hawajakaa stable sasa kuanza kuzuia. Okay. Yeah. Sawa. Muda huu wako dimbani Singida Black Stars.